Kihika hajaonekana kwa muda wa miezi minne iliyopita, huku kutokuwepo kwake kukizua mjadala mkali miongoni mwa wakazi na kwenye mijadala mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii. Kufuatia kutokuwepo kwake, wakazi wamewasilisha ombi kwenye bunge la kaunti wakitaka kufichuliwa kamili aliko Kihika, kama anavyotuarifu Chichi Josephine. Hata baada ya gavana wa Nakuru Susan Kihika kuvunja ukimya wake kuhusu aliko, wakazi wa Nakuru bado wanadai zaidi kutoka kwa gavana huyo. Katika barua iliyoandikwa Januari tarehe 17 na kutiwa saini na mkuu wa wafanyikazi wa kaunti ya Nakuru Peter Ketienya, gavana huyo alisema kuwa yuko kwenye likizo ya uzazi. Hata hivyo, kutokuwepo kwake kwa miezi minne kumeshuhudiwa, huku wakazi wa Nakuru wakihangaishwa na hali ambayo imezua hisia miongoni mwao, na baadhi ya wakazi wakifika kwenye bunge la kaunti ya Nakuru kuwasilisha ombi wakitaka kufichuliwa kwa kina kuhusu aliko gavana Susan Kihika. Hatujawahi muona na hatujai musikia, hajaituma watu wake na hata watu wake tujai waona. Na haikuwa hivyo tu, wakazi hao walidai ufafanuzi wa masuala 7 miongoni mwao: ufichuzi kamili wa mahali alipo gavana, ufafanuzi wa nani anaendesha kaunti, uhakikisho wa uongozi bora, wajibikaji kwa kesi ya Brian Odhiambo na mtoto Masi, uwazi katika safari za nje, kufanyika kwa hotuba ya hadhara au mkutano wa ukumbi wa jiji na gavana Susan Kihika, na hatimaye ratiba ya majibu ya ombi kutoka kwa bunge la kaunti. Tunataka tu justice, yani vitu zifanyike vile zinatakikana. Huku kukiwa na mjadala mkali, mbunge wa Nakuru mjini Magharibi Samuel Arama amemtetea kwa ujasiri gavana huyo na kuthibitisha kuwa yuko katika likizo ya uzazi na anapaswa kuheshimiwa kwa hilo. Mama ameenda maternity leave ya 6 months. Akirudi na tumuombe kwa sababu hata amezaa juzi. Hiyo ni mzuri, sio ni maendeleo. Msianze kuuliza alienda kusalia wapi. Wakati huo huo, katibu wa kaunti ya Nakuru Samuel Mwaura akizungumza na TV47 alizungumzia ombi la wakazi hao, akisema limewekwa wazi kwa umma kuhusu ni nani anayesimamia kaunti hiyo wakati gavana yuko likizoni. It is very clear, and as it is in law, that His Excellency the Deputy Governor, His Excellency David Connes, is in charge, and I think that is very clear. The governor did clarify that when she issued that communication. Mwaura hata hivyo aliwahakikishia wakazi kuwa kuhusu kesi ya Brian Odhiambo na ile ya mtoto Masi, serikali imejitolea kuhakikisha haki inatendeka, ikithibitisha kuwa uchunguzi unaendelea. Her Excellency has told us to provide maximum support to the family and to the community. So should there be any need for support from the county government, that will be available. Chichi Josephine, TV47, Nakuru.